Naitwa Grevina Daudi Kamande, ni afisa muuguzi, lakini pia ni mratibu afya ya uzazi na mtoto kutoka halmashauri ya wilaya Tanganyika. Ni mahali gani ambayo tunasema ni sahihi ambazo zinaweza kumpa mtu ama mwananchi taarifa za kumuongoza kufanya maamuzi mbalimbali kuhusu njia za uzazi wa mpango kwa upande wenu? Asante ndugu mtangazaji. Kwa maeneo ambayo mwananchi au jamii kwa ujumla wake wanapoweza kupata taarifa sahihi kuhusiana na swala zima la uzazi wa mpango, kama ambavyo tumesikia kutoka kwa wananchi mbalimbali na walika mbalimbali vile vile, wakiwemo wanaume lakini wakiwemo wanawake wa umri tofauti, ni kwamba sehemu sahihi ambazo anaweza kupata hizi taarifa ambazo tunaamini ni taarifa sahihi zinazopaswa kwenda katika jamii yetu, anaweza kupata katika vituo vyetu vya kutolea huduma, lakini sio tu katika vituo vyetu vya kutolea huduma, bali kwa wataalamu wenye uelewa mzuri kuhusiana na masuala mazima ya afya ya uzazi wa mpango. Lakini vile vile kuna kupitia vyombo vya habari, katika matangazo mbalimbali anaweza wakapata. Tuna social media kwenye mitandao, anaweza vile vile akapata taarifa sahihi za uzazi wa mpango. Lakini vile vile katika ngazi ya jamii tuna wahudumu. Wahudumu hawa tumewatoa katika jamii husika, wamepata mafunzo mbalimbali ya afya ya uzazi kwa ujumla wake, lakini ndani yake pia wamepata mafunzo zaidi kwenye swala zima la uzazi wa mpango. Kwa hiyo hawa wanatoa elimu katika makundi mbalimbali, nikimaanisha rika mbalimbali. Kuna vijana, kuna wazee, wote hawa wanapaswa kuelewa vizuri masuala mazima ya uzazi wa mpango. Lakini pia wanaweza wakaifikia jamii kupitia kaya zao, sababu kuna maelekezo huwa tunawapa kwamba wanaweza wakafanya matembeleo, kutembelea kwenye kaya za eneo wanaloishi. Kwa hiyo pia ni nafasi nyingine ya kupata taarifa sahihi za uzazi wa mpango. Lakini vile vile kuna matamasha, huwa tunafanya matamasha ambayo hususani kuifikia jamii ya vijana, wanafunzi walio katika shule zetu, hususani shule za sekondari, ambao tunaamini wakipata elimu watasaidia kuelimisha na vijana wengine. Kwa hiyo katika hayo maeneo tunaamini wanaweza wakapata taarifa sahihi za uzazi. Sawa. Kuna madhara yoyote ambayo yanaweza kujitokeza pale jamii ambapo itakosa taarifa sahihi kuhusu masuala ya afya ya uzazi wa mpango? Ndio, madhara yapo. Ni yapi haya? Madhara ambayo yanaweza yakatokea, kwanza ni kuijengea jamii hofu. Unapopeleka ujumbe usio sahihi wa matumizi ya dawa za kisasa za uzazi wa mpango, unaipa jamii hofu. Lakini vile vile madhara mengine ambayo tunaweza kuyapata ni tunaamini njia za uzazi wa mpango ni ushiriki wa mtu na mwenzi wake au kijana binafsi, si ndio? Kwa hivyo kama hatutapeleka ujumbe sahihi, aidha kwa baba, aidha kwa mama, vile vile ushiriki wao katika kuja kupokea huduma huu hautakuwa ni ushiriki wa kuelewana. Kwa hiyo tunaweza tukasababisha hata familia zikasambaratika kwa ajili ya nini? Ya mapokeo. Huyu anaelewa hivi na huyu anaelewa hivi. Kwa hiyo hawezi wakafikia mwafaka kama wenza na kuweza kushiriki kwa pamoja katika kupata hizi huduma za uzazi wa mpango. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.